Popote pale ulipo mtazamaji wa Channel 10 na kualika ungane nami katika kipindi cha Tufunge Safari. Kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya masuala mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Mimi ni Esther Amando Sizilamula. Karibu sana mtazamaji, ungane nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumza na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa katika wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu, leo nimepata fursa sasa ya kuzungumza na Bi Evelyn Munisi. Yeye ni katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi. Karibu sana dada Evelyn. Asante ndugu mtangazaji. Ndio. Asante sana. Na nikukumbushe tu kwamba mtazamaji, uchaguzi mkuu unasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, na moja kwa moja tunapoanza kipindi chetu, Evelyn Munisi, hebu tufahamishe nini jukumu la vyama vya siasa katika kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2025 unakuwa huru na haki? Asante. Jukumu la vyama vya siasa katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki, kwanza kabisa ni kupitisha au kuchagua wagombea wenye vigezo na wenye sifa ambao wanastahili kusimama kwenye zile nafasi bila kupendelea, bila kutumia namna yoyote ile ya kuonyesha kwamba kuna rushwa, unajua. Lakini bila viongozi wa juu, viongozi wakuu. Sisi viongozi wa juu, kuna wale ambao tayari wanakuwa na wagombea wao. Kiongozi anakuwa anataka mtu fulani apite akagombee, lakini hana zile sifa. Kwa uchaguzi huru na wa haki unaanzia ndani ya vyama vyenyewe. Sawa, kabla uhuru na haki tume haijasimama kwenye hilo jukumu, lakini ianzie ndani ya chama. Kwa sisi kama NCCR Mageuzi tumejipanga. Sisi tutafuata katiba inasema nini kuhusu wananchi kugombea, wanachama wetu kugombea ngazi ya kata na ngazi ya majimbo, sababu ngazi ya urais tayari tumeshapitisha. Lakini kwa kupitia katiba na kanuni zetu na kanuni za maadili tumejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi ndani ya chama tunaanza sisi kama sisi, na kuzingatia katika itikadi yetu sisi ni utu. Kwa kusimamia misingi ya utu kwetu sisi tuko vizuri. Mengine mtaendelea kuyaona kadri siku zinavyoenda mpaka kampeni zitakapoanza na namna tutakavyoshinda. Mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba natoa nafasi kwa wanawake wengi zaidi kushika nafasi za uongozi katika maeneo tofauti tofauti katika NCCR Mageuzi, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu? Kwa upande wa wanawake tumejipanga kwanza kuwajengea uwezo, kuondoa hofu. Bado wanawake wanadhani nafasi fulani au dhamana fulani ipo kwa ajili ya wanaume tu au watu wenye majina makubwa. Ndio maana wanakuwa wanajiweka nyuma. Mtu anakuwa na uwezo, lakini kwa sababu hana jina, hana sifa fulani zile kama anavyoziona kwa watu wengine. Nikiongelea sifa fulani, wengine wanakuwa na pesa, wengine wanakuwa na mali, hata mionekano pia. Mwingine anajikataa sana, lakini ni mtu ambaye anaweza kuongea, ni mwanamke ambaye anaweza. Kwa hiyo sisi NCCR tumejipanga kuwajengea uwezo wanawake hawa, kuondoa hofu, kuwajengea uwezo wajioni kwamba wanaweza simama kwenye hizo nafasi. Wao kama wanawake wanaweza, na wanaweza kuwa viongozi wakubwa na wazuri kabisa, wakiondoa hofu, wakiondoa na uoga. Kwa kutakuwa na semina na warsha mbalimbali kwa ajili ya wanawake katika hilo, na tutazunguka, mtatuona. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu 2025, moja ya jukumu ya vyama au viongozi wa siasa ni kuhakikisha kwamba naendesha kampeni za kistaarabu ambazo na kuepuka kauli za uchochezi ambazo mara nyingi ndizo huwa chanzo cha vurugu. Sasa mmejipanga vipi katika hili? Kwanza kabisa ni kuhakikishia NCCR hatujawahi kuwa na kauli za kichochezi, hatujawahi kuwa na lugha chafu. NCCR hatujawahi kuwa na mabezo. Sisi tunafanya siasa zenye tija, siasa za amani. Tunashindana kwa hoja,
majukwani tunapanga kwa hoja zenye tija. Hatujaikuwa na huo utaratibu. Sisi ni waadilifu na tunasimamia maadili. Kwa hiyo kwenye suala la amani, sisi NCCR tuko vizuri. Tunailinda amani ya chama, tunalinda amani ya nchi, kufuata katiba na sheria. Naam, wakati wa kunadi hizo sera kuna masuala ya rushwa yamekuwa yakijitokeza hapa na pale. Sasa NCCR mmepanga vipi kuhakikisha kwamba mnaisaidia TAKUKURU au taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa kuhakikisha kwamba masuala haya hayatajitokeza hususan kupitia chama chenu? Kwa sababu TAKUKURU inatakiwa kushirikiana na wadau kama sisi kwa kifungu cha 7B cha sheria ya kupambana na rushwa ukurasa wa 329 kama sikosei, na tayari wametushirikisha TAKUKURU, na kwa tuliojifunza na tulioendelea kuyapata kutoka TAKUKURU, sisi kama NCCR Mageuzi hatutashiriki kitendo chochote cha kutoa au kupokea rushwa. Na mimi kama katibu mkuu mwenye hiyo dhamana, nadhani unatambua, sipo tayari kupokea wala kutoa rushwa. Na hata wa chini yangu pia, makatibu wa majimbo, makatibu wa mikoa, makatibu wa kata, na wenyewe kwa kauli moja, hatuko tayari kushiriki kitendo chochote cha kupokea au kutoa rushwa kwenye utaratibu wote, mchakato mzima wa uchaguzi. Sisi tunasimamia haki, na kwa mchakato hii inayoendelea, ushirikishwaji wa serikali na sisi vyama vya siasa, uchaguzi unaelekea utakuwa mzuri mwaka huu. Kama hazitaondoka kabisa, kwa sababu sio rahisi kuisha kabisa, basi zitapungua kwa asilimia kubwa sana. Unatoa neno gani sasa kwa TAKUKURU? Na waambia TAKUKURU nitoe mapendekezo au neno kama unavyotaka wewe. Kikionekana kitendo au viashiria vya rushwa, hatua kali za kisheria zichukuliwe, kwa sababu wasipochukua hatua mambo yataendelea kuwa hivi. Yani hata lile jaribio la mtu tu kuomba au kutaka kutoa, maana rushwa ni pande zote mbili. Sisi wagombea na wale wapiga kura. Yule mpiga kura anaweza kukuomba rushwa kwamba umetia nia, sisi itakuwaje tu rekebishie mambo 1 2 3, na wanakuja na kwambia kuna 1 2 3 tunahitaji pesa. Utakuwa na wapa zile pesa ukijua kuna mambo yanakwenda kufanyika ya kimikakati na nini, lakini katika namna nyingine, jicho lingine linaonekana tayari ni rushwa. Lakini wewe pia unatoa ile rushwa, yani unatoa pesa ili uchaguliwe. Kwa swala la rushwa linaanzia kichwani. Sawa, mimi Evelyn Munisi nagombea jimbo langu, jimbo fulani, najua siwezi kushinda pale bila kuwawezesha wale watu. Najua siwezi kupigiwa kura mpaka niwape pesa wale watu, au mpaka niwape hiki kile wale watu, nipeleke majiko ya gesi, nikafanye mabonanza, nikashiriki kwenye misiba, nitoe pesa nyingi kwenye maharusi, kwenye nini na nini. Lakini hiyo yote tumeambiwa kwamba ni rushwa. Sasa kwenye akili yangu nikijua kwamba siwezi kushinda bila kufanya hivyo vitu, ndio nitaingia kwenye kutoa rushwa. Na wapiga kura nao, wale wananchi, kwenye akili zao hii kitu kwamba fulani hatuwezi kumchagua mpaka atupe vitu au atupe pesa. Sawa? Sasa nadhani suala zima liko kwenye akili kwamba mimi mgombea nijidhatiti, nijiaminishe kwamba nitoe nisitoe. Sawa, lakini kisheria nisitoe, nichaguliwe nisichaguliwe, lakini sijatoa. Kama na vigezo, kama ninaweza, uwezo umeonekana na nimekidhi, nitachaguliwa, nitapigiwa kura. Tumeshuhudia amani ikivurugika katika baadhi ya nchi duniani, hususan mara baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Sasa nitoa wito gani kwa mamlaka zinazohusika na kusimamia uchaguzi? Mamlaka zinazohusika na kusimamia uchaguzi zinatakiwa kuhakikisha demokrasia inatendeka, na demokrasia inasimama wima kwenye uchaguzi. Demokrasia isiposimama, amani itaondoka kabisa kabisa kabisa. Na uadilifu kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wale wasimamizi wa uchaguzi wasiposimama kwenye haki, wale wenye vigezo vya kushinda hawashindi, wanashinda wengine. Hiyo ndio sababu ya amani kuvunjika. Amani haiwezi kuvunjika kama haki itatendeka, kama demokrasia itasimama. Mimi naishauri Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tume huru, demokrasia,
na haki visimame wima kwenye mchakato mzima wa uchaguzi mpaka kutangaza wagombea. Hakuna uvunjifu wa amani utakaoonekana wala ghasia wala hakuna, yani hakuna shida ambayo itaonekana. Na kwa kumalizia kipindi chetu, unatoa wito gani sasa kwa wananchi ambao ndio wapiga kura pamoja na taasisi mbalimbali zikiwemo za dini katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unakwenda vizuri wakati ukifika? Kwanza nianze na taasisi za dini. Taasisi za dini wana tabia kualika wagombea wale ambao tayari washatiania au sijui wenyewe huwa wanaenda kuomba. Mimi niligombea 2020 nilijionea. Kwa naongea kwa mfano hai, mgombea anaalikwa, anapewa nafasi ya kujinadi, alafu wanaambiwaje haya yaishie ugumu. Sawa. Kwa viongozi wa dini, hili ni onyo. Hairuhusiwi kwenye maeneo haya ya kidini au mikusanyiko ya kijamii ambayo si ya kisiasa. Hairuhusiwi. Lakini pia wananchi wenyewe wasikubali kufatwa na kudanganywa kwa kitu chochote kile. Kuna wanaopita kuchukua kadi, wanapita kuandikisha majina. Ya nini? Majina tuna daftari la uhakiki, lakini kwa nini mtu apite nyumbani kwako achukue jina lako, achukue kadi yako ya kupigia kura? Hiyo hairuhusiwi. Kwa hiyo wawe makini, wasikubali kudanganywa tena. Tunataka Tanzania mpya yenye uchaguzi huru na wa haki. Isiwe huru na haki maneno na maandishi tunakaa kama hivi unanihoji tunazungumza, lakini tunataka kuona, jamii inataka kuona, wanachama wetu wanataka kuona sisi tunasimamaje, tunafanyaje. Uchaguzi huru na haki ni mimi na wewe pia unahusika. Mtazamaji, Jaji Francis Mutungi ni msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania. Amewataka viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini kutambua dhamana walionayo katika kulinda amani ya nchi, huku akiwatahadharisha kutochafuana wakati wanaponadi sera zao pamoja na kuheshimu katiba ya nchi. Tunaomba viongozi wa vyama pia wahimize wananchi na wafuasi wao kufuata sheria za nchi na taratibu za vyama vya siasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tuwe na kumbukumbu kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi. Amani na mshikamano ni msingi wa maendeleo katika taifa letu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefanikiwa kuanza utekelezaji wa programu za kujenga uwezo kwa vyama vya siasa kama sehemu ya maandalizi ya uchaguzi wa amani. Zoezi hili lilianzia Zanzibar na wiki hii litaendelea Dar es Salaam. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila chama kinakuwa na maarifa sahihi ya kushiriki uchaguzi kwa njia ya amani na kwa kuzingatia utawala wa sheria. Ushirikiano wa wadau muhimu wa uchaguzi. Tunashirikiana na karibu taasisi mbalimbali kama TAKUKURU, vyombo vya habari ambao ndio nyinyi mko hapa, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi na wengineo, ili kuhakikisha vyama vya siasa vinapata uelewa kuhusu masuala ya maadili, ulinzi wa data na uwajibikaji katika kipindi cha uchaguzi. Ushirikiano huu una lengo la kufanikisha uchaguzi ulio huru, wa haki na wenye amani. Vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kuhakikisha uchaguzi wa amani. Tunatoa wito kwa waandishi na wahariri kuripoti habari zilizo sahihi na za haki na zisizoegemea upande wowote. Tuna mpango wa kutoa mafunzo kwa wanahabari kuhusu sheria tunazozisimamia ili kuwezesha kuwa sehemu ya kuhakikisha uchaguzi unakuwa kidemokrasia na wenye maadili. Ni muhimu kuhakikisha kuwa, hapa ni kaswala ka upendeleo kidogo, kwamba vijana na wanawake wanapata nafasi sawa kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Iwe ni kwa kupiga kura, kugombea nafasi za uongozi au kushiriki katika midahalo ya kisiasa. Vyombo vya habari vinaweza kuwa daraja la kukuza uelewa, kuondoa hofu na kutoa jukwaa la kujieleza kwa makundi haya. Tunapendekeza mashirika ya habari yashirikiane nasi katika kampeni za kuhamasisha ushiriki wa makundi haya muhimu. Nimetoa haya maelezo kidogo kwa ufupi kama kwa utangulizi,
lakini naomba niwahakikishie kwamba tunahitaji ushirikiano wa dhati, lakini ule wa kweli na wa uwazi na vyombo vya habari. Mtazamaji, na sasa tumsikilize mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania TAKUKURU, Bwana Crispin Chalamila, na yapi ya kuzungumza kuhusiana na umuhimu wa vyombo vya habari katika mapambano dhidi ya rushwa, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Ni kweli usiopingika kuwa uwepo wa vitendo vya rushwa katika uchaguzi unaharibu misingi ya kidemokrasia na utawala bora na uathiri uchaguzi kwa njia mbalimbali kama hizi zifuatazo: kuvuruga uwepo wa usawa na ushindani baina ya wagombea kwa kutoa upendeleo kwa wagombea fulani. Inadhoofisha utawala bora na demokrasia, ambapo baadhi ya wananchi wenye sifa za uongozi bora, mfano uadilifu na uwajibikaji, hushindwa kugombea au kutoteuliwa ama kutochaguliwa kwa kutokuwa tayari kutoa hongo. Inasababisha kuchaguliwa viongozi wala rushwa ambao hawawezi kuongoza kwa misingi ya haki, usawa, uwazi, uwajibikaji na uzalendo, mambo ambayo ni muhimu sana katika ustawi wa wananchi. Inasababisha uvunjifu wa amani kutokana na migogoro ya mara kwa mara ya kisiasa. Inasababisha taifa kuendelea kugubikwa na vitendo vya rushwa. Vitendo vya rushwa vinachangia kuwafanya baadhi ya wananchi kukosa imani na mifumo ya utawala na taasisi za serikali, na wakati mwingine hata kusababisha machafuko. Na mwisho lakini si kwa umuhimu, vitendo vya rushwa vinadhalilisha utu kwa kufananisha thamani ya mtu na hongo, yani fedha, nguo au chakula anayopewa ili apige au asipige kura. Ndugu washiriki, jukumu la kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa katika uchaguzi pamoja na mambo mengine linajikita katika hatua 4 zifuatazo. Ya kwanza, hatua za awali: kuhakikisha uteuzi wa wagombea unazingatia sheria, taratibu na usawa wa fursa. Hatua ya pili ni kipindi cha kampeni: kuzuia matumizi mabaya ya rasilimali za umma, udhibiti wa fedha ya kampeni na kuhakikisha upatikanaji sawa wa fursa kwa vyama vya siasa na wagombea. Hatua ya tatu ni siku ya kupiga kura: kuhakikisha mazingira salama na ya haki bila vitisho wala ununuzi wa kura au upendeleo. Na hatua ya 4 ambayo ni ya mwisho, ambayo inakuja baada ya uchaguzi, ni kuhakikisha ushughulikiaji wa malalamiko ya uchaguzi kwa uwazi na haki na kuchukua hatua dhidi ya watumishi au wanasiasa waliokiuka maadili. Ndugu washiriki, pamoja na kujadili namna ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye uchaguzi, imekusudiwa kuwa warsha hii itumike pia kwa masuala yafuatayo: mosi, kujenga uelewa wa pamoja kuhusu viashiria na vitendo vya rushwa vinavyoambatana na uchaguzi; na pili, kubadilishana uzoefu na mbinu bora za kukabiliana na tatizo la rushwa katika uchaguzi. Kazi na utu, tunasonga mbele, ndio kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu, na hii ni tufunge safari. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Esther Amando Sezelamula kwa niaba ya Shaban Abdalla, nasema asante na kwaheri kwa sasa.